Mpendwa mtazamaji, mshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupatia kuweza kuwepo mahali hapa. Nichukue nafasi kukaribisha sana kuweza kuungana nami katika siku ya leo. Mungu akubariki sana. Kama ni mara yako ya kwanza, basi unaweza ukasubscribe channel hii, na ukiwa na subscribe pale, hebu bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata update ya vipindi mbalimbali ambavyo huwa tunajifunza mahali hapa. Leo hii Mungu atatupa neema ya kujifunza juu ya ndoto, watu ambazo wamekuwa wakiziota, ndoto ya kuota mtu anasoma shuleni au anafanya mtihani au mitihani. Inawezekana umekuwa ukiota ndoto ya namna hiyo mara kwa mara na haujui maana ya ndoto hiyo. Mungu amenipa neema siku ya leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nitafasiri ndoto hiyo mahali hapa. Nami nimeigawa ndoto hii katika maeneo matatu. Sehemu ya kwanza ni wale wanaoota wako shuleni, shule za level ya chini, wakati wao wakiwa wameshavuka level hizo. Mfano, mtu anaweza akawa katika maisha ya kawaida, yani katika uhalisia, huyu mtu alishafika chuo kikuu, lakini ndotoni akajiona pengine anasoma darasa la 7 au anasoma kidato cha 4 au anasoma kidato cha 6. Maana ya ndoto hiyo ni ipi? Kwanza nataka nikwambie ndoto hiyo ina maana mbaya, kwa sababu kumbuka wewe ulishaipita hiyo level na unajiona upo katika level ya chini ambayo umeshaipita. Maana yake ni, maana yake kuna mambo yatakayotokea, kuna vitu vitakavyotokea vitakavyosababisha wewe uweze kurudi nyuma katika hatua za mafanikio, wewe kurudi nyuma katika hatua mbalimbali za maisha. Inawezekana kwenye biashara yako, inawezekana kwenye kazi yako, inawezekana kwenye mfumo wa maisha yako, zile hatua ambazo wewe ulishazifikia za mafanikio. Ndoto hii ina maana mbaya, inakuonyesha kwamba kuna mambo yatakayotokea yatakayosababisha wewe uweze kurudi. Kwa hiyo ukiota unasoma shule ambayo tayari ulishawahi kuipita hiyo shule, maana ya ndoto hiyo sio njema. Na jinsi ya kuishughulikia ndoto hii ambayo ulioiota, jambo la kwanza, muombe Mungu akusaidie tusiweze kurudi nyuma katika hatua za mafanikio. Ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa ni kwenye kazi, mahali popote, mwambie Mungu, naomba nisaidie hatua zangu zisirudi nyuma, niendelee mbele. Kwenye hii kazi niendelee mbele, kwenye hii biashara niendelee mbele, kwenye hii hiki ninachokifanya sitamani kuona narudi nyuma, natamani kuona naendelea. Na jambo la pili, hakikisha wakati unaomba yakatae matokeo mabaya yoyote yale yanayosababishwa na ndoto hiyo ambayo umeota. Mwambie Mungu, ninakataa matokeo mabaya yoyote, ikiwa ni hatua zangu kurudishwa nyuma au chochote ambacho adui amekusudia kwa njia ya ndoto hii kugusa mafanikio yangu. Kataa matokeo ya ndoto mbaya. Kila ndoto ina matokeo yake. Kwa ndoto hii ina matokeo mabaya, yakataa yale matokeo mabaya yoyote yale ambayo adui amekusudia kuyafanya kupitia ndoto. Sehemu ya pili au kundi la pili ni wale wanaoota wanasoma shule za level ambazo kiuhalisia hawajawahi kufika katika level hizo. Mfano, mtu ambaye ameishia la 7 akaota anasoma kidato cha 4 au kidato cha 6, au akaota yuko chuo kikuu, au akaota ya kwamba amepata nafasi ya kwenda kusoma nje ya nchi. Ukiona umeota ndoto ya namna hii, maana yake ndoto hii si ndoto mbaya kwako, ni ndoto njema. Na maana ya ndoto hii ni kwamba kuna jambo la baraka litakalotokea katika maisha yako, na si jambo dogo, jambo kubwa. Kuna jambo la baraka litakalotokea katika maisha yako. Kuna hatua kubwa utakayoipiga katika maisha yako.
kuna sehemu kubwa utakayoenda. Kuna eneo ambalo Mungu atakufikisha. Kuna wakati Mungu atakutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine ambayo ni kubwa, ya juu zaidi katika maisha yako. Sasa ukiota ndoto ya namna hii, ufanye nini? Jambo la kwanza, mshukuru Mungu kwa kile ambacho umekiota. Mwambie Mungu, natamani kuliona jambo hilo linatokea katika maisha yako. Mshukuru Mungu kwamba jambo ambalo nimeliona ndotoni ni jambo la baraka. Naomba nisaidie kuweza kulifikia jambo hilo, au muombe Mungu aweze kukutimizia jambo ambalo umeliona ndotoni. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya tatu ni wale wanaoota wanafanya mtihani. Je, kuota unafanya mtihani au mtihani ina maana gani katika ndoto? Mtihani katika ndoto ina maana ya majaribu, ina maana ya vikwazo, ina maana ya mapito, ina maana ya changamoto, ina maana ya vita mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo si mazuri yanayoweza kumpata mwanadamu. Kwa unapoota ya kwamba unafanya mitihani au unafanya mtihani, maana yake inawezekana kwa wakati huo huo wewe unapita katika wakati mgumu, unapita katika changamoto. Ikiwa umeota ndoto ya namna hii na wakati huo kiuhalisia maisha yako yanapita katika nyakati ngumu, basi kitu unachotakiwa kukifanya ni kumwomba Mungu akusaidie uweze kushinda hicho ambacho unachokipitia. Inawezekana kuna vita iko mbele yako ambayo unaipigana. Inawezekana kuna matatizo ambayo yamekuandama sana. Mwambie Mungu, naomba kushinda huu wakati ambao ninaopitia. Unajua watu wengi wanaoshindwaga na nyakati ngumu kwenye maisha, si kwamba wanapenda kushindwa, ila maisha ya mwanadamu, wakati mwingine mwanadamu anapopita kwenye nyakati ngumu, kiubinadamu mwanadamu anachoka na kukata tamaa, kwa sababu mwanadamu ni mdhaifu. Miili yetu ni dhaifu, inaweza ikachoka, inaweza kukata tamaa. Kwa hiyo muombe Mungu ya kwamba usikate tamaa, muombe Mungu akusaidie uweze kushinda. Na ikiwa unaota unafanya mitihani na wakati huo kwenye maisha yako upiti kwenye nyakati ngumu, upiti kwenye majaribu, upiti kwenye mateso yote, kwenye changamoto yote, muombe Mungu basi akusaidie sana. Ikiwa ni mapenzi yake hizo nyakati ziweze kuja. Lakini kama sio mapenzi yake, inawezekana ni nyakati tu ambazo adui anaziandaa kwa ajili yako, mwambie Mungu akuepushie mbali na huo wakati. Kwa unaweza ukaomba kwamba Mungu, ikiwa ni mapenzi yako wakati huu ambao nimeuota kuja kwenye maisha yangu, basi naomba uje, kwa sababu unapokuja utakuja na faida, si hasara. Lakini kama ni wakati ambao shetani ameuandaa kwa ajili yangu ili aharibu vitu mbalimbali, na kuomba niepushe nao. Na ukiomba hivyo, kama utajikuta baadaye huo wakati umekuja katika maisha yako, basi kitu cha pekee cha kuomba, mwambie Mungu akuonyeshe mlango wa kutokea katika hilo jaribu, akuonyeshe mlango wa kutokea katika hiyo vita, akuonyeshe mlango wa kutokea katika hayo matatizo. So Mungu anaporuhusu kitu kitokee katika maisha ya mwanadamu ambacho ni kitu cha kimungu, kinaweza kuwa kibaya lakini ni kitu cha kimungu, kimebeba kusudi la Mungu. Mungu anapokiruhusu kile katika maisha yako, huwa anawekaga na mlango wa kutokea katika hicho ambacho unakipitia. Mungu akubariki sana wewe ambaye unafuatilia kwa muda wote mahali hapa. Tukutane wakati mwingine katika muendelezo wa kutazama fasiri ya ndoto mbalimbali ambazo huwa tunaziota. Kama una changamoto yote kwenye ndoto, basi unaweza kunitafuta kwa namba hii 0655919017. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema. Amen.